Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ya dirisha kubwa la usajili kuweza kufunguliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo dirisha hili kubwa la usajili linatarajiwa kufungwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi ni kuhusiana na ile orodha ya wachezaji ambao moja kwa moja wanakwenda kutemwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo wachezaji hao kuna ambao wamemaliza mikataba, kuna wengine wameshindwa kuonyesha kiwango bora, kwa hiyo watakwenda kuvunjiwa mikataba. Kuna wengine watakwenda kutolewa kwa mikopo, na kuna wengine wameomba wenyewe kuondoka kukukusa namba katika kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo ikumbuko Yanga kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2026 2027 watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatamani kuwa na wachezaji wazuri, wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kuifanya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kuwa bora na kushindana na vile vilabu ambavyo watakwenda kukutana navyo nje ya mipaka Tanzania. Lakini kumbukwe klabu ya soka Yanga wanatarajia kucheza fainali ya ngao ya jamii dhidi ya watani wao wa jadi ambao ni Simba, ambapo fainali kwa mujibu wa ratiba itachezwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini vile vile wataanza mashindano ya ligi kwa ajili ya kutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo Yanga wamejipanga kwa kweli kuelekea katika usajili huu mpya wa wachezaji. Basi pasipo kupoteza wakati, ngoja tukiangalia ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga ambao wanakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezaji wa kwanza ni golikipa Djigui Diarra. Fahamu golikipa Djigui Diarra ni golikipa mwenye uzoefu mkubwa, ambapo golikipa huyu tunaona kwa upande mwingine amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba Yanga walitamani kuendelea na golikipa huyu raia wa Mali, lakini yeye mwenyewe ameweza kuomba kwamba kwa sasa ni muda wa kwenda kutafuta changamoto nyingine, kwa sababu ndani ya klabu ya soka Yanga amefanya mambo makubwa katika misimu ambayo ameitumikia klabu hiyo. Nyota mwingine ni golikipa Abubakar Komen. Abubakar Komen ni golikipa ambaye ni Mtanzania. Yanga Sports Club alimsajili naye pia amemaliza mkataba wake, kwa hiyo Yanga hawapo tayari kuendelea na golikipa huyu. Kwa taarifa za ndani kabisa ni kwamba atakwenda kuondoka katika viunga vya Jangwani. Nyota mwingine ambaye amemaliza mkataba ni beki Yao Otoulakwas. Fahamu Yao Otoulakwas ni mchezaji raia wa Ivory Coast ambaye alijiunga na klabu ya soka Yanga akitokea ASEC Mimosas, ambapo alisaini mkataba wa miaka 3 kuitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club, na ndani ya miaka 3 amefanikiwa kunyanyua vikombe vya ligi kuu NBC mara 3. Kwa sasa beki huyu amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga, na Yanga tunaona hawapo tayari tena kumuongezea mkataba beki huyu Yao Otoulakwas. Nyota mwingine ambaye Yanga Sports Club alimsajili katika dirisha kubwa la usajili ni Izra Patrick Mwenda. Izra Patrick Mwenda ni mchezaji anayecheza katika beki wa kulia, ambapo mchezaji ni raia wa Tanzania, alisajiliwa lakini tunaona amemaliza mkataba wake na klabu ya soka ya Yanga, na Yanga hapo tayari kuendelea na beki huyu ambaye amekuwa na changamoto ya kutokupata nafasi ndani ya kikosi hicho. Beki mwingine ambaye amemaliza mkataba ni Shadrack Isaka Boka. Shadrack Isaka Boka amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba Yanga watakwenda kutafuta fullback mwingine ambaye moja kwa moja atakwenda kufanya vizuri ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Na beki mwingine ambaye alisaini mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwaka wa pili ni Mohamed Hussein Shabalala akitokea katika klabu ya soka ya Simba kwa msimu uliomalizika, lakini beki huyu tunaona mpaka sasa hajapewa mkataba mpya na kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Na beki mwingine ni Frank Asink, raia wa Ghana, ambapo beki huyu naye pia tunaona amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ni Salumu Abubakar Ishua Boy, ambapo Salumu Abubakar Ishua Boy raia wa Tanzania, mchezaji anayecheza katika eneo la kiungo,
amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Yanga na kwa upande mwingine, kutokana na changamoto ya kukosa nafasi ya kucheza, anaondoka ndani ya kikosi hicho. Mchezaji mwingine ambaye angalimsajili ni Mohamed Damaro, mchezaji raia wa Tanzania, mchezaji mwenye raia pacha, ambapo kwa upande mwingine Damaro tunaona Yanga Sports Club hawajaridhishwa na kiwango chake ambacho amekionyesha katika eneo la kiungo wa katikati pale. Kwa hiyo Yanga wanaingia sokoni kutafuta kiungo ambaye moja kwa moja atakuwa bora kuliko Mohamed Damaro. Mchezaji mwingine ambaye amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga ni Faridi Musa Malikisha. Faridi Musa Malikisha ni Mtanzania ambaye kwa sasa haonekani uwanjani mara kwa mara kutokana na changamoto ya kukosa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ndio hivyo, klabu ya soka Yanga wamepanga kuachana na Faridi Musa Malikisha mara baada ya kumaliza mkataba wake. Nyota mwingine ni Dennis Nkane, the Wonder Kid, ambapo Dennis Nkane naye pia amemaliza mkataba wake na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Dennis Nkane tunaona hata msimu kabla ya kumalizika katika dirisha dogo lililopita alisajiliwa na TRA kwa mkopo. Kwa sasa amemaliza mkataba na ni mchezaji huru ambaye kwa upande mwingine anakwenda kuondoka katika dirisha kubwa la usajili. Nyota mwingine ni mchezaji Mohamed Dombia. So tunafahamu Mohamed Dombia ni raia wa Ivory Coast ambaye Yanga walimtoa kwa mkopo na tunaona kwa upande mwingine mchezaji Mohamed Dombia klabu ya soka Yanga hapo tayari kuendelea naye kwa sababu tayari biashara yake imekwisha. Nyota mwingine ni Celestine Akua, ambapo Akua mchezaji raia wa Chadi alikuwa akiitumikia klabu ya JS Kabylie nchini Algeria kwa mkopo na mkopo wake umemalizika. Kwa sasa anarejea Yanga na Yanga hapo tayari kuendelea naye. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Celestine Akua atakwenda kuvunjiwa mkataba wake na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ni Dep raia wa Angola, ni mshambuliaji ambaye Yanga walimsajili katika dirisha dogo la usajili, lakini walitegemea afanye mambo makubwa. Ameonekana kuwa mzito licha ya kushinda magoli na ni mpigaji penalti mzuri, lakini wakati timu inaposhambuliwa hayupo active, yani anakuwa kama ni abiria ambaye anasimama tu njiani. Kwa hiyo ndio hivyo, tunaona Dep na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezaji mwingine ni Buba Jammeh, ambapo Buba Jammeh ni mchezaji raia wa Gambia, ambapo Yanga naye pia walimsajili wakitegemea mambo makubwa kutoka kwake katika eneo la winga wa kulia, lakini ameshindwa kuonyesha kiwango bora. Kwa ndio hivyo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanakwenda kuachana na Buba Jammeh. Nyota mwingine ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Lassine Kouma, raia wa Chadi, ambapo mchezaji huyu ameshindwa kuonyesha kiwango bora katika eneo la kiungo na klabu ya soka Yanga wanakwenda kuachana naye. Nyota mwingine ni Emmanuel Mwanengo. Emmanuel Mwanengo ni mchezaji ambaye Yanga walimsajili wakitegemea kwamba atasaidia pale katika eneo la ushambuliaji, lakini ndio hivyo ameshindwa kuonyesha kiwango bora. Kwa mujibu wa taarifa, Yanga watakwenda kumtoa kwa mkopo. Nyota mwingine ambaye Yanga wanatarajia wameshaachana naye ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Prince Mfumelo Dube. Dube amemaliza mkataba wake na klabu ya soka ya Yanga Sports Club na moja kwa moja Dube amerejea nchini kwao Zimbabwe katika klabu ya Hard Rock ambayo imeweza kumpa mkataba na mshahara mnono ambapo inasemekana kwamba atakwenda kulipwa zaidi ya milioni 30 kwa mwezi pale Zimbabwe. Kwa hiyo tunaona ndio hivyo, hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao wapo confirmed wanakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga kuelekea katika msimu mpya mwaka 2025 mwaka 2026